الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يعلم الإنسان في أي دواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق. فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إله عز من اعتز به فلا يضام وظلم من تكبر عن أمره ولقي الآثام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, tunaendelea na marejeo yetu ya sura 7 na tulisimama jana katika aya ya 36 35 36. Naam, tumesema kuanzia aya 34, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Na maana tumesema hatukumtuma mwonyaji yoyote katika mji wote ule ila isipokuwa qala mutrafuha, wale wenye jeuri wanaojidekeza kwa mali zao na utajiri wao, ahlu taraf hawa ndio wale wenye turufu rehe na seti, au sio? Ndio wenye pawa katika ahlu sitini, sio? Kwa hivyo kana turufu yeye ndio bwana yeye, au sio? Kwa hivyo ahli taraf, na pengine turufu imechukuliwa kwenye hii mutrafuha taraf, kwa sababu kitu unamiliki kitu cha kupindukia mipaka. Naam, subhanallah. Idha qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun, hayo ambayo wewe ursiltum bihi mlotumwa hayo sisi tunakataa. Waqalu, wakasema nini? aya 35, nahnu aktharu amwalan wa auladan wama nahnu bimu'adhabin. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. hii ndio mizani yao ya kupimia kwa peponi au motoni. Wamesema nahnu aktharu amwalan, sisi kwanza tuna mali nyingi, wa aulada, na watoto wengi, kwa hivyo wama nahnu bimu'adhabin. Hebu ndio haja gani ya kutumia katika nini? Katika kuadhibiwa, kutokuadhibiwa. Sababu yule alikuwa hana mali kukusanya hataadhibiwe, na wenye mali usiadhibiwe, na ufanye utakavyo. Haiwezi kuwa. Kwa hivyo hoja hazikubaliani, akili haikubali. Ile ukitaka kuidharau akili yako ukaiangusha chini ukaifanya kama mnyama. Maana akili ndio sababu ya binadamu kuumbwa nini? Kukirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa akili, jambo kubwa kwanza. Subhanallah. Wama nahnu bi'adhabin. Haya, tuendelee. قل سمع يا محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. hakika Mola wangu mlezi
yabsutu rizqa, humkunjulia rizqi li kwa yule man yashau amtakaye, wa yaqdiru na kumkunjia kumdhikisha kumfanya riziki yake kuikadiria ndogo kima kidogo, kumfanya maskini maana yake, wa yaqdir na umjalia yule mwenye riziki ndogo amtakaye liman yashau, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Unaposema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu wafahamu, bimaana wanafahamu vingine kabisa vilivyokuwa kweli haki. Ndio kwa maana kama jana tulivyoeleza, mtu anayepewa mali anaona amekirimiwa, ameneemeshwa, kwa hivyo Mola anampenda zaidi. Alonyimwa mali akajiona yeye mnyonge, hana kama wenziwe, Mwenyezi Mungu amemdhalilisha. La, Allah Mwenyezi Mungu anambela siku kwa huyu wala siku huyu, ana mtihani wake na huyu ana mtihani wake. Kisha na mtihani mkubwa kwa na mali, bora kaa hivyo hivyo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu, Mtume sasa anatuambia, anasema kwamba Mwenyezi Mungu anatengeneza hali za watu kwa rehema bwana, kwa sababu anajua kuna watu hawezi kunini kubakia ila awe na mali. Kila anapotoa vile ndio imani yake inakuwa sawa. Akinyima mali hali yake itafisidika, itaharibika, atakufuru pengine. Na kuna watu wengine hamfai ile ufakiri ufakiri tu, akipewa mali siku moja atafanya basi, atafanya kila balaa siku moja. Akipata 500 tu, kila vichochoro vya uovu atapita au sio? Uongo bwana. Sasa nafikiri yule mtu akinyimwa mali si kwa kheri yake mwenyewe. Sio tazama rehema za Mwenyezi Mungu kwa kumpa yule ufakiri. Usitazame akili yako ukutazama natija ya ufakiri wake nini. Anateseka. Nguo yake ndio hiyo moja. Hana kipando na bidii kwa miguu sana. Sio ni mambo mengi unafikiria kwa kumuonea huruma au sio? La, wallahi fikiria kwa akili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini amemfanya yule abili? Bila shaka mwingi wa rehema hawezi kumtesa mja wake ila kwa sababu yule kama atapanda gari yule atainua shingo hivi kichwa juu. Yule akipata gari yule ataanza kuwapita watu kwenye maji ya matope, wacha nimjaze matope nguo zake. Auongo. Yule akipata gari yule ataendesha kwa jeuri. Yule akipata gari yule utaona mengi tena baadaye. Pengine akipata gari ataigonga vunjike mguu, na bora akienda kwa miguu alikuwa kwa salama. Gari imeniletea badaa au sikima kama. Kwa hivyo subhanallah, Mwenyezi Mungu ukisoma aya kama hii, qul sema inna, kutilia mkazo kwa inna, kwa hakika Rabbi Mola wangu mlezi, yabsutu rizqa, anamkunjulia riziki ya kumpa utajiri mtu liman yashau, na pengine atakumpa halafu amletee watu chungu zima hukumwonya, halafu amwachie mwenye anataka kumtia motoni mwenye, kwa sababu hataki kusikia, hataki. Anayekataa kuingia peponi ni mwenyewe mtu, na anayetaka kuingia motoni ni mwenyewe mtu, kwa sababu kapewa kila njia za kujiepusha na, lakini akashikilia tu, au sio? Na kwa hiyo watu wengine wakimsikitini wao kaingia kwenye holi ya dance ukadance. Kwa nini? Watu wengine msikitini wakatafuta nyumba za nguru. Kwa nini? Watu wende kwenye mambo akhira wende kule. Kwa nini? Kwa nini wende kule? Si unasikia maonyo makali moto unaostahimili. Na tena Mwenyezi Mungu kajalia moto huu duniani iwe tadhkira, mataa lilmuqwin, fasabbih bismi rabbikal azim. Hii tadhkira, moto huu dunia kajalia kama ukumbusho. Moto gusa, niguse nitaungua. Moto huu utaungua. Je, moto huu utafanya nini? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asimkadirie mtu ila kwa hikma kubwa na rehema kubwa juu ya mtu yule kukadiria riziki, yani kupewa riziki ndogo, na asijampa mtu yule utajiri ila kwa sababu anamjua yule hawezi kuishi bila utajiri. Shazoea kutoa, shazoea mambo ya kheri.
anaweza akaingia wazimu akiona kafilisika hana kitu. Subhanallah, Mwenyezi Mungu anapanga, huwezi kumwingilia katika nini, katika namna anavyotasarraf Mwenyezi Mungu kwa hikma kubwa na rehema kubwa na fadhila kubwa na uadilifu mkubwa na imani na kuonea imani maskini watu ambao imebidi waishi katika hali hii. Ama kwa nini basi kampa yule hivi, kwa nini asimfanye yule badala ya yule? Usiingilie katika madaraka yake. Huo madaraka yako atataka kumwingilia, kwa nini basi kamfanya yule maskini? Kwa una ruhusa. Ndio kwa maana watu wana, lakini akthara nasi la yalamun, wanaingilia katika nini madaraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaingilia katika nini kuawil mambo, kutafsiri mambo kwa namna akili zao finyu zovona, au sivyo? Na kwa hivyo wanapotea sana. ukiona, lakini akthara nasi la ya'lamuna la ya'lamuna haqiqati al-umur, hakika mambo hawajui rehema za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, hajui nini. Wallahi nafurahi mtu akiniambia kweli, alhamdulillah nimepata leo pesa za kurejea nyumbani na chakula cha jana nilinunua vitu imenitosha kwa leo watoto. Kwa sababu ile ukisema alhamdulillah unashukuru, nenda kesho katika utakupa double. Asio ndio rehema za Mwenyezi Mungu zinazokuja, sio siku umepata alhamdulillah, siku unakosa naanza kulani baada gani leo nimejuta kutoka leo, ingelikuwa bora ningelipumzika nyumbani, nimekwenda kazini basi sijapata kazi ile shilingi 2000 tu au 3. Sisemi mpango Mungu anapanga riziki, utastaajabu subhanallah. Kwa wavuvi wale naambia, siku unaweza kwenda baharini ukavuka, ukifika tu magharibi saa 2 ushavua, halafu hapo saa 2 mpaka alfajiri na mwananga unarudi mna chote, na unakuja siku unakaa mpaka saa 10 10:15 amna chote, kukavu mkilala mkiamka mara popo nimepita dagaa nimepita samaki popo umepandisha popo mpaka miguru 10 15 pale pale, alhamdulillah wabichi kabisa. Hii ni riziki ya Mwenyezi Mungu, na mara tu katikati na utamwona mtu anavua hapa yule pale mwenzio karibu naye, hasa samaki amuni anasinzia tamshibu wake abusti au hakuna. Hii ndio riziki Mwenyezi Mungu anapotoa kwa hikma kubwa, wala usiulize kwa nini, wala usidhani kama uniachoe mwenzio kila mara jioni lako liko kwake, si vizuri. Hata mpaka anapopandisha na fiche na wengine wachoe au watu wana alama zao onesho zao, kiona atasafisha hapo, tasafisha Mungu hajasafisha, kaleta riziki utasafisha wewe kwa mdomo au vipi shekasa? Itaambia wake kuna wavuvi wengi wa lugha yao wanajua, au sio? Kwa hivyo subhana kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Hapa ndio inataka al-iman bil qadar, al-iman bil qadar. Mwenyezi Mungu anakadiria kila kitu, kukupa utajiri, kukupa maskini, kukuondoa duniani mapema, kukuchelewesha katika umri, kukupa maradhi, kukupa hichi, kukuondoshea hichi. Haya yote haya ni qadar. Antumina bil qadari khairihi wa sharrihi, au sivyo? Waamina. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم، آية 37 هي أنصحكم جزمك سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أنا سمع من يزمك سبحانه وتعالى وما أموالكم سمالين ولا أولادكم ولا تدوين بالتي تقربكم عندنا زلفى. تقربنا زلفى بمعنى يقربيان، بسبب زلفى يعني تقدم متنقليا بيننا وتقرب نكاسوية زيدي بين. زلفى بمعنى قربة،
zulfa bimaana daraja peponi kubwa, zulfa bimaana almanzila alkabira, cheo kikubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna wazulafa min al-layl, taifatan min al-layl, sehemu ya usiku. Tarafa an-nahari, taraf ni kona mbili, pande mbili za mchana, asubuhi na jioni yani tarafa an-nahari, asubuhi na jioni. Wazulafa min al-layl, na sehemu ya usiku. Salisha, simamisha sala, omba dua katika nini? Tarafa an-nahari wa zulafa min al-layl. Kwa sababu inakuja aya innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sawa, hakika mema yanaondoa maovu. Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl. Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Simamisha sala pande mbili za mchana, ikiwa za mchana, ikiwa subhi, ikiwa dhuhri na asr. Na zulafa min al-layl, kasema maghrib, isha na subhi. Hawaiki katika nini? Salatu subhi katika nini? Katika mchana. Tarafa an-nahar, kama dhuhri na asr. Ile dhuhuri inaanguka tarafu ya madhi ya mashariki, na ya pili magharibi, salatu al-asr inaelekea dhuhuri na asr. Ama magharibi hii inakuwa zulfa. Zulfa bimaana sehemu, pato, sehemu ya usiku. Magharibi isha subh, pato mbalimbali. Kwa hivyo unaposema وإن له عندنا للزلفى وحسن مآب katika aya, hakika yeye فغفرنا له ذلك, tukamghufiria hiyo. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, na hakika huyu kwetu sisi ana ukaribu, ukaribisho na husna ma'ab, marejeo mazuri. Husna ma'ab, marejeo mema. Kwa hivyo ukiona maana zulfa, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, usifikire kwamba mnajisogeza mkajikurubisha kwa Mola kwa njia ya mali zenu na watoto wenu. Sio mali zenu wala sio watoto wenu ndio wanaokunini wanao watakao kukurubisheni au kukaribisheni kwetu, mwe karibu. Yani kutukurubisha au kutukaribisha, au zote maana moja. Kutukaribisha zaidi tu, kutukurubisha umechukua Kiarabu ya kutukaribisha kwetu, muwe karibu na sisi. Kwa hivyo sio mali zenu wala nini. Na Mwenyezi Mungu anapokupa kitu kimoja ukicancel kwamba sio kile, pia anapenda kukuonyesha kitu gani kenye kukurubisheni au kukaribisheni kwake, na takarabu kwake kitu gani. Kwa maana haya kasema nini? Illa man aman, illa man aman wa amila saliha. Wallahi vitu vile hivi vinakwenda pamoja. Vitu vile hivi lazima viende pamoja. Ila aliamini na kafanya mema. Hakuna imani bila amali njema, na hakuna amali njema bila imani. Pakiwa ni hivyo, basi haitakusudiwa radhi za Mwenyezi Mungu. Ikikusudiwa kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu, basi imani lazima ziwe na amali njema, na amali njema lazima ziwe na imani. Na ndio kwa maana wenye kufanya amali njema
ambazo wanazipenda wao, si zote ambazo walizokalifishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu katika amali njema kusali au kusali amali njema au sio, kumtii Mwenyezi Mungu na kufunga. Watu wanataka kufunga, lakini watu wanatoa. Wazungu tunaona namna gani wanaweza kufanya hafla ya muziki au nini yote, njia ya kukusanya pesa, kwa kukusanya mamilioni ya madola. Wakasema hizi tunafanya kitengo cha nini, cha wagonjwa, watajenga hospitali ya kutibu ukimwi, ya kutibu moyo, ya kutibu kitu gani. Wanajitolea kwa mamilioni, wanachukua jitihada kubwa, lakini si hivyo kwa kurudisha kwenye katika peponi. Kwa mujibu wa vitendo vyao vizuri wanafanya, na Mwenyezi Mungu atalipa hapa duniani. Na leo tunaona kwamba wazungu wanastarehe zaidi kuliko Waislamu. Wasiokuwa Waislamu wanastarehe zaidi kwa kupewa umri mrefu, kwa kupewa elimu zaidi, kwa kupewa utajiri zaidi, kwa kupewa mambo ya starehe za dunia zote za udanganyifu. Wasio watawa hayati dunia ila mataa ghurur. Kwa hivyo hapa ya kukusogeza kwa Mwenyezi Mungu, na zulfa sima kutaqarrub, kusogea. Wa uzdifati jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id, katika sura Qaf tunasoma wa uzdifati jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id falamma ra'awhu zulfatan, katika sura Tabarak. Alafu nakamilika vibaya سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة, walipoona moto ndio karibu na wao, nyuso za makafiri zilikuwa mbaya kabisa, siat kwa sayyi. Waqila hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, hada mlukum kika. Kwa hivyo zulfa, kusogeza na zulfa pia ni sehemu ya usiku, juzu min al-layl, sawa. Haya, kwa hivyo hapa sio yenye kukaribisheni, sio mali, sio watoto, lakini kasema ila iman na amal salih. Linganisha vitu viwili, mali na watoto, iman na amal salih. Na siku zote tunasema hizi ndugu hizi lazima ziende pamoja, kama chanda na pete, kama nini vitu hivi pamoja inakuwa yani haiwezi kwa moyo wako ujae imani alafu sifanye amali njema. Imani yenyewe ya kufanya unamwogopa Mwenyezi Mungu kuliko chochote kile. Sababu mtu unamwogopa akikupa kazi utaiacha, utaifanya nusu, utaikimbia. Yule hebu nifanye mbio kabla hajatokeza au sio? Wewe binadamu mwenzio, fama balullah alikwambia na moto mkali. Kwa hivyo imani yako itakufanya usali ukitaka usitake. Ama hujaifahamu imani la ilaha illa Allah ilivyo hasa. Kama utaifahamu ilivyo la ilaha illa Allah, basi utajua hakuna anayestahili kuabudiwa ila yeye. Kwa hivyo kila amali ya ibada lazima tekeleze. Ibada zote sio kusali na kufunga na kwenda hija. Ibada, kila kitu ibada. Istighfar, tauba, kufanya amali njema, ni hata kukaa na mkeo ibada, au sio? Sasa tunaambia Mtume, sadaka pia ni ibada, mwili wako ibada, kumzisha zote katika amali salih. Amali njema ni amali ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu. Amali njema ikiwa viungo, ikiwa moyo, amali njema zote. Yani na tunapoambiwa kila kitu ni ibada, kumpa haki yake mkeo ni ibada, kuwapa haki zao watoto ni ibada, kuwapa haki zao wazee wako ni ibada, kuwapa haki zao jirani zako ni ibada, kwa kila aliyekuzunguka. Kwa sababu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba jini na binadamu ila kuniabudu. Na kwa hivyo al-amal ibada, sa'yul fata li rizqihi ibada. Al-fata yas'a li rizqihi, anakwenda mbio kutafuta riziki yake ni ibada, kazi ni ibada.
wafanya kazi kwa ajili ya kuwalisha watoto ni ibada. Kwa hivyo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibada kila amali unaifanya lazima ina thawabu au ina dhambi. Kwa hivyo tazama mwenyewe la ilaha illa Allah inakupeleka wapi, kuijua maana ilivyo. Kwa hivyo utatekeleza kila ibada kwa namna ilivyokuagiza Mwenyezi Mungu, na siku utakufanya maasi chozi litakutoka. Kwa nini? Kwa sababu ya imani yako ile la ilaha illa Allah. Unajua tukufu wake, unaiweka la ilaha illa Allah kama kwamba umesimama mbele yake, na sasa hivi na moto uko mbele yetu na pepo uko mbele yetu na hisabu na kitabu chako kinaanza kufunguliwa. Hiyo ndio maana la ilaha illa Allah. Ataponi hukumia 100 atanipeleka wapi jamani? Pale inaanza kutoka chozi, unaanza kuogopa. Hiyo ndio maana la ilaha illa Allah. Useme la ilaha illa Allah lakini mtu asali hafungi, lakini mimi namwamini Mungu. Unamwamini Mungu? Unamwamini Mungu gani? Mungu yule aliyokuambia la ilaha illa Allah, yani sali au hujasali? Kwa hivyo lazima tujue maana la ilaha illa Allah. Ndio kwa maana jana tulisema hapa akina Abu Jahl na wenziwe na grupu yake, naona grupu yao WhatsApp na grupu yake wote wanajua la ilaha illa Allah, na wala hajafanya hata kwa stizai. Abu Muhammad akasema la ilaha illa Allah, kwa sio ngilifanya kwa kejeli, subutu hawezi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo kauli haitoki mdomoni. Kwa nini alipoambiwa tabbat yada abi lahab wa tab, ameangamia mikono yake na yeye kaangamia. Maskhara, uongo. Basi nasema la ilaha illa Allah. Subutu miaka 15 kaishi baada ya kushuka aya hii, hakuna siku moja ataweza kutamka la ilaha illa Allah. Si maskhara. Kauli la ilaha illa Allah inatisha kwenye kujua, sio? Na kauli la ilaha illa Allah inatuliza moyo kwa mwenye kujua. Sawa? Wacha tuchukue time kwa sababu nini? Tufahamu makusudio. Al-iman lazima amal salih. Asifikiri mtu anafanya amal salih akaona kwamba hili jambo sijui nitalipwa thawabu, silipi. La, wallahi al-amal salih bil ikhlas ni sehemu ya ibada yako, na ibada hii lazima ziambatane. Amal salih kuanzia ibada za viungo, ibada za nini, moyo, ibada za utekelezaji katika nini, ibada kutoa mali na kusaidia katika kadhalika, hayo katika jumla amal salih. Ila man amana amal salih faulaika hawa nini ya rab, faulaika lahum jazaa'u dhi'fi, hawa watakuwa na nini, jazaa ya marudufu, tunasema double. Wengine wakasema dhi'fi bimaana adhaaf kathira. جزاء الضعف بمعنى تضاعف لهم الحسنة ب10 أمثالها إلى 700، كما لو جاءت آية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 700 ضعف، بعد فيها إلى أضعاف كثيرة. كما نبصم آية أنا سمعني آية 80 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء zaidi ya 700. Najua shuke punje ngapi moja katika moja meza 100, mapunje mashuke 7, kwa hiyo itakuwa mara 700. Punje moja ile meta mara 700. Kwa hivyo nini, kama habba ambatat, imekuwa 7 sanabil, sumbula ngapi, shuke 7, na kila sumbula mna 100 habba, yani ngapi, 700 sio? Halafu Allah yudhaifu liman yasha, namzidisha zaidi. Hapa kasema mathal alladhina yunfiquna amwalahum, ni mathal, halafu ghafla kaingia kwenye jambo lenyewe, wallahu yudhaifu liman yasha, ndio kwenye punjo, kwenye ajira. Sasa هي حكمة من يزيمون. مثلا ينفقون أموالهم سبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100. هذا يضاعف السنابل أو حبوب أو أجر والله يضاعف ما شاء الله واسع عليم. هل فبقى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا تقول لي آداب ذا إنفاق.
nini adabu zake, nini ihtiram zake, heshima zake, mwenendo wake wa kunini wa kutoa zaka. Alladhina na sadaqa alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Manna maana yake simbulia na adha, maudhi. Na yote mawili haya mara nyingi hufuatia kwa mtu mjinga mwenye kutoa chake. Atamwambia kila mtu, atasema hivi na hivi, atakuja nawe kasi mimi ungelikuwa hivyo, mimi ndo nakulisha, mimi ndo nakulisha, mimi ndo. Sasa hiyo manna wal adha kwa nini? Umshari kila kitu لهم وسوفتيسيا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالسبب قول معروف وسامة نميمة ومغفرة سميان خير بورا كلكم صدقة أن يكفتيه خير من صدقة يتبعها أذى. ونفكرون ونمبوا لا والله غني حليم. Mzungu ghani ana utajiri mkubwa kumpa kila mmoja. Wakakupewa sababu mpe kutia mtihani umefeli. Anakuja mwingine anamtuma mwingine peleka. Au sivyo bwana? Sio maana yake. Allah ghani halim. Mpole Mzungu. Ghani anao, anacho kila kitu. Ana hapa. Usifikiri wewe ukamzuilia mtu na mzuiliski. Abu Bakar Siddiq kama sikiliza. Ala tuhibuna yaghfir Allah lakum. Hataki kughfiriwa je? Kaambia basi kurejeshe. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. wasije wakaapa kwamba kuwazuilia wale watu walikuwa kiwapo. Kwa nini? Kwa sababu kamtuhumu mwanao wa kike kwa amefanya jambo baya, hadithi ifki katika surati Nur. Iko ni hivyo, akasema baada leo sitampa chochote huyo. Katika jamaa zake alikuwa kila mara anampa anamsaidia kwa maisha yake. Akasema basi sitamzuilia. Hala wewe Bakar, tumekupa wewe kwa ajili ya kumtazama yule, kwa nini utaki kughfiriwa wewe? La wallahi ya Rabb, nataka pia kamrejeshia. Ndio kwamba kosa kubwa fanya. Hebu niambie mtu akutuhumie mtoto wako wa kike jambo baya, wewe kwa kimgegea pesa utampa tena? Ngumu lakini ukisikia kisa cha Abu Bakar tutatoa au hizi imaniyati za kukaa hapa tukasoma zinatujenga imaniyati. Jana naambia bosi wangu nilikuwa naye jana, naambia mtu kaja nataka kupiga U-turn, baada kaja pikipiki yake, wewe unaendesha vipi? Anapiga kelele. Wewe umekuja katika U-turn, nimekuja, wewe pita na mimi nipite. Piga kelele, basi tukaenda njia ile nikaghairi, basi njia nzima anatukana yeye kwenye pikipiki, na huko anasema na huko anatolea ukali. Kama pumbavu ni mwache Mungu Allah yaghfir lahu wa Allah ibarik lahu, Allah yahfadhu min kulli shar. Baada unaambia ndio kama sikiliza, jifunze hivi siku zote binadamu, jifunze siku zote binadamu, bora tuache kusoma lakini tulete pointi hii, au sio? Jifunze siku zote wewe binadamu kufanya jambo jema, kwa sababu wewe unahitajia kila senti ya ajr ili utimize kiwango cha kukuingiza, sio katika uwanja wa mpira au sinema kama watu mpaka nitimize shilingi kaingia sinema za kuingia peponi, na peponi tikiti yake ghali, na ughali wake inakufanya mambo mengine utanazal, uyatoe kibria. Ile ndio kuipa adabu kibria, hilo moja hilo kuondoa. Kama Rasul sallallahu alaihi wasallam hatoingia peponi man kana indahu mithqala dharra min al-kibr, tone ndogo ya kibri kama ipo katika moyo, basi hutaiona pepo. Sasa mtu kakukosa, kumbuka Abubakar Siddiq, kosa hilo nafika ukubwa wake kutumiwa mwanao nafika alifika kwa wakati ule tuhuma kama hiyo, na mtu kama yule Abubakar Siddiq akaambia la tuhibuna yaghfir Allah lakum, ampe خلاص msiwape mkakaa kwa ajili ya riziki za wapeni. Hiyo riziki yangu nimekupa wewe kwa mtihani, umpe yule. Leo nakuizuia kwa sababu ambayo mimi nimekupa wewe bila sababu yote. Wewe mkitoka kwa sababu kidogo umeudhika ukamzuia riziki yake, akarejesha.
tena kaambua wala yeyote yule mwenye kutoa fadhila tulompa sisi fadhila wasaa tumempa wasaa mkubwa wa mali halafu akazuia wenzake la sifanye hivyo tuweni namsamehe ala tuhibuna ya fadhila ndio kwa nakuja Mwenyezi Mungu anasema fabima rahmatin min Allah linta lahum fabima rahmatin min Allah linta lahum ujue kwamba kuna rehema hizi kutoka kwa Allah amekujalia moyo wako kuwa laini juu yao sawa fabima rahmatin walau kunta faddan ghalidha alqalb lanfaddu min hawlik ungekuwa mgumu moyo wako mkavu yani wewe la haki yangu nipate sikubali kwa nini kafanya hivi la hiki changu hiki mambo kama haya baya yule mshenzi maneno kama haya si mazuri ungekuwa mtume sallallahu ungekuwa katika hivyo watu wangekaa la mfadhu min hawli wangekimbia wasingeli kuzunguka subhanallah kwa hiyo mtu akikosa wallahi toa hamaki zako dakika hiyo hiyo ukijifundisha utafanya hivyo hapo hapo Mwenyezi Mungu amfurahie Mwenyezi Mungu ampe rehema Mwenyezi Mungu amjalie kila khair Mwenyezi Mungu amepushe na kila balaa Yesu kakusaidia kusababisha balaa kumtukana na kumlaani Allah la'anak la yastaghfir astaghfir watu wengi wanapenda kusema wanalaani kwa upumbavu hawajui nini maana laana leo wangelijua singesema wallahi kama hivi tulifanye kuanzia leo bali jaribu kufunza moyo wako ustahimilivu inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab hii takasubra na wanapewa ujira wao wanaokusubiri bila hisabu yani bila hisabu yani ngapi yani infinity inakwenda mala ni haya haina mwisho sio bighairi hisab manake mwisho anajua Mwenyezi Mungu bighairi hisab kwa ajili yako wewe Mwenyezi Mungu anajua hisabu yake au sio kwa hivyo hapa tumesimama kipande hiki sisi katika amal salih na kupata jaza dhif Mwenyezi Mungu anakupa kila amali ikiwa kubwa amali inayotaka subra zaidi amali inaondoa ghadhabu zako katika nafsi yako basi inafahamu hizo ndo zenye kupindukia 700 dhaf ila adhaf kathira kana pia imethibitishwa na aya hizi na maana kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam al-ashra bihasna bi'ashri amthaliha ila 700 ila adhaf kathira wala yujza sayya ila kwa sayya moja sawa kwa hivyo hapa faulaika lahum jazaa'u dhif bima amilu kwa wale waliofanya wahum fil ghurufati aminun fil ghurufat wako peponi pepo za juu hii ghurufati tutasema tena hapo kwa sababu tunahitaji tena kesho ina fil janna la ghuraf mna majumba makubwa pepo za starehe kweli huko tura dhuhuruha min butuniha nje yake huonekana kutokana na ndani yake wa butunuha min dhuhuriha na ndani yake huonekana kutoka nje transparent yani ndani nje sasa kwa kung'ara mng'aro wake faqala a'rabi badu moja nabii liman hiya ya rasulullah kwa nani anaipata hiyo kwa nani wewe unataka basi chukua bei zake bei yake ni hii qala sallallahu alaihi wasallam liman tayyaba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salla bil-layli wan-nas niyam maana bei yake thamani kubwa liman ya rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam liman tayyaba al-kalam mwenye kuleta kalamu tayyib al-kalimu tayyib maana nini kama Qur'an nasema nini ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib okay anapanda hii maneno mazuri wallahi maneno mazuri yote yikupa thawabu kwa wingi kuanzia subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha subhanallah bihamdi subhanallah alazim ashhadu la ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasulullah zote hizi kusoma Qur'ani kuleta maneno mazuri nasaih kwa watu
maneno ya kujenga badala ya kubomoa, maneno ya kufanya islah badala ya kufisidi, maneno yote haya ni katika tayyib. Mwingine akasema kalimu tayyib la ilaha illa Allah pekee yake. Asema tayyib yakupeleka juu, yakupeleka peponi. Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib. Al-kalimu sio kalimat, al-kalimu tayyib. Kila neno kwa jema, kila neno jema mwanzo wake Qur'an kalamullah. Asema kuna atyab minhu, kuna atyab min al-Qur'an. Kwa hivyo kalimu tayyib la mwanzo kabisa mbele, mstari wa mbele ni Qur'an. Na ya pili la ilaha illa Allah. Wallahu a'lam. Mimi naona hivi, lakini Allahu a'lam. Na ndani ya Qur'ani la ilaha illa Allah chungu. Kwa hivyo liman tayyaba kalam wa at'ama ta'ama, kalisha chakula, wa adama as-siyama, kana penda kudumisha saum kila mara, wa salla bil-layli, akasali usiku, wa nasu niyam, na watu wamelala. Inshallah tutapitia tena aya kidogo ili tupate kuendelea na aya 38 mbele inshallah. هذا والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.